الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال تعالى Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu wa amilus salihati, na wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihati, na wakafanya matendo mazuri katika maisha yao, sio wafanye vitendo vyao vizuri baadhi ya nyakati, bali wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wanafanya matendo yao mazuri muda wao wote wa maisha yao. Mwenyezi Mungu anawafanyia nini watu hao? Baada ya kuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu wakafanya matendo mazuri, nini wanakipata kwa Mola wao? Allah subhanahu wa ta'ala anasema lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Watu wa dizaini hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kwanza kabisa tunawasamehe makosa yao. Watu hawa tunawasamehe makosa yao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema idha a'tul haqqa qabilu, muumini au muislamu mzuri ni yule akipewa haki anaikubali na anaitendea haki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akisema ukimwamini yeye Mwenyezi Mungu na ukafanya mambo mazuri, la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakusamehe makosa yako. Lakini haikutosha, anasema wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, na watu wa dizaini hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawalipa wao kwa yale waliokuwa wakijitahidi kuyafanya katika mzunguko wa maisha yao. Hilo basi ndugu zangu, tuendelee kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, imani zetu ziendelee kukua siku baada ya siku. Baada ya uchamungu huu tuliopata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aendelee kutia nuru, na sisi tuendelee kuonesha nia njema ya kubadilika na tuwe waja wema katika jamii, na mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuweze kupata msamaha wake na tuweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waqala qail wa kun waquran haliman sabura ghayra munhamki fil lahwi warrafath. Wanazuoni wanasema katika maisha yako wakun waquran, na iwe mtiifu katika mzunguko wa maisha yako, uwe mtu mtiifu kwenye jamii na mbele ya Mola wako, uwe mtu mtiifu, uwe mtu mstaarabu. Tena haliman, uwe mtu mpole, mtu mwenye kuongea vizuri, uwe mtu mwenye kuwatendea wenzako mambo mazuri. Tena saburan, uwe mtu mwenye kuwa na subira. Ukipata matatizo subiri, shukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, endelea kuwa na subira. Ukipata jambo zuri basi furahi na ushukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na uendelee kuwa na subira katika hilo jambo lako zuri. Ghaira munhamiki fil lahwi, lakini usiwe mtu mwenye kukimbilia sana katika kuingilia kwenye vikao ambavyo havikunufaishi wewe. Usiingilie kwenye vikao ambavyo havikupatii faida wewe. Kama siku hii ya leo, siku ya furaha, usione ndio fursa, ndio nafasi sasa ya kwenda kufanya mambo yako baada ya kuyaacha kwa muda mrefu. Usiingilie huko.
Tumeshaambiwa wakun waquran, uwe mtiifu, endelea na utiifu wako ili uweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ghaira munhamki fil lahwi, usiingilie katika mambo ambayo hayakupatii faida mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ambayo hayaridhishi katika jamii. Warafati, na usiwe mtu mwenye kuyakimbilia mambo machafu. Umeshasafishika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, inakuwa vipi tena wewe urudi katika mambo machafu, mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafundisha mambo hayo. Ndugu zangu, tujitahidi sana tuyasikilize mambo mazuri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Tuendelee kukaa karibu na walimu, tuendelee kukaa karibu na wazee wanapotuelekeza mambo ya dini yetu. Basi mambo hayo tuyasikize na kuyatendea haki ili tuweze kupata faida nzuri na tuende salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuyasikilize mazuri na kuyafuata. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie nuru katika ibada mbalimbali ambazo tumezifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie uchamungu tuliopata basi uendelee uchamungu huo mpaka mwezi Ramadhani mwingine. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kutendeana mambo mazuri siku hii ya leo. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe waja wema daima. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu liqawlihi muhtadun. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي قرب الحضرات من استطاع من عباده وقدم لخدمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العزة سعادة في طاعته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان كثيرا ما يسأل الله أن يغفر الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع كل المخلصين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليه وعلى الخلفاء الراشدين خصوصا منهم ذي الأسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر وعلى الزاهد الأواب أن التقى الثواب أمير المؤمنين سيدنا حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وبقية الأشرة الكرام وأزواج النبي المصطفى وعن حماية حبيبك ستة الإخلاص والصفا وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا من خلقت جميع الأشياء ومن قبل الكافرون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله على التمام والكمال. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mwingi wa rehema, ametujalia kwa siku ya leo tumeshiriki katika Idi Fitri ya mwaka huu. Sisi ni Waislamu wa mjini Singida, tumesali katika viwanja vya stendi mpya katika msikiti wao wa Kiblatain. Waumini wote tumeungana na waumini wote duniani ambao wamesali Idi kwa siku ya leo. Tumefanya ibada
kwa mwaka 1447 2026. Kwa hali hii tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie na mwakani tufike salama, tufanye ibada. Mwandishi wa habari, Sheikh amewaasa watu waendelee kufanya mambo mema baada ya Ramadhani kupita, waendelee na sala, waendelee kutoa sadaka, waendelee kuyafanya mambo mema mahali walipo. Hili ndio jambo ambalo limeagizwa, lakini akashukuru sana serikali yetu ambayo inaongozwa na Mama Samia, akashukuru sana kwa mufti ambaye anaongoza BAKWATA Tanzania yetu, waamini wote wa Kiislamu. Aidha basi tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupa mvua njema ambayo itatuletea matunda mema katika hali ya mwaka huu, tupate mavuno, tuletewe mvua ambaye haina gharika. Yote basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, yote tunamwachia kiongozi wetu Samia aweze kuiongoza nchi hii kwa amani. Baada ya kusema haya, ni kushukuru kuja kutusaidia katika uwanja wetu kuchukua habari zetu. Eid Mubaraka. Eid Mubaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Isa Ramadhani Simba, Sheikh wa wilaya Singida mjini. Alhamdulillah, leo Mungu amejalia tumesali Eid vizuri, hakuna mvua, kuna utulivu mkubwa, hakuna jua. Hii ni baraka kubwa. Mimi naomba nichukue fursa hii kuwaasa Waislamu wote wa Singida mjini na wengine, tunawaombeni sana. Mufti wetu ametuagiza, ametuelekeza. Mmoja amesema tujitambue. Kujitambua kwetu ni kuhakikisha mambo yetu ya Kiislamu yanasimama. Tubadilike. Kubadilika kwetu, mambo yetu yanabadilika, yanakuwa ya msingi na yanakuwa yanafanana na Uislamu. Tuache mazoea, maana yake ni kwamba yale ambayo yalikuwa yanatuchelewesha tuyaache, ili tuende kwenye misingi na maagizo yake na maagizo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, naomba nichukue fursa hii kwenye ndani ya Eid ya leo ni waase sana wazazi, tendeni tukawasimamia watoto wetu maadili yetu ya Kiislamu. Watoto wengi wanapitia mikononi mwetu, wanapitia kwenye misingi yetu, lakini wanakuwa wanaleta maadili si sahihi. Niwaombe sana Waislamu, twendeni tukawaelekeze watoto wetu. Lakini nukta ya pili, Waislamu, tumeishi na amani, kwa upendo, wa kufuturishana, wa kupendana, wa kukaa meza moja. Naomba maadili haya, tulikuwa ndani ya semina, tuendeleze maadili haya ya kukaa pamoja, meza moja, ya kupendana. Vyombo vyenyewe vinagusana, lakini kupitia hilo tusameheane. Kama kuna mambo mapungufu nilionayo mimi, ulionayo wewe, tufike mahala tuyaone kwamba ni mapungufu, lakini tusameheane, tuwe meza moja, tuusukume Uislamu. Singida tumekuwa na migogoro ya hapa na pale ambayo haina misingi. Naomba tuwe meza moja, tukae pamoja, ili tuendelee kuutengeneza Uislamu wetu. Ya Rabbi, tunakuomba tumuombe. Tunamuombea kiongozi wetu mkuu, mufti wetu wa Tanzania, Sheikh Abubakar Al-Alama, ambaye anasimama hali halali juu yetu sisi. Tufike mahala tumuombee Mwenyezi Mungu ampe afya nzuri, amuondolee husuda na mabaya. Lakini la pili, tuiombee nchi yetu kupitia rais wetu Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe nguvu, amwelekeze, afike mahala asimamie uadilifu kupitia chama chake ambacho anakisimamia, ya Rabbal Alamin. Lakini pamoja na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu, pamoja na baraza zima la waziri mkuu, wakuu wote wa mikoa, wakuu wote wa wilaya, mpaka ngazi ya chini, ya Rabbal Alamin. Tunawaombea Tanzania yetu iendelee kuwa na amani na utulivu, tufanye mambo yetu kwa raha na utulivu mkubwa. Ya Rabbi, tunakuomba kupitia Eid ya leo utusamehe makosa yetu, turudi majumbani salama, tukae na familia zetu kwa amani na utulivu, kwa baraka ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia siku ya leo, siku ya Eid al-Fitri, na watakia Waislamu wote Eid Mubaraka. Nichukue fursa hii nimshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia leo
ni Idi el-Fitri. Idi hii ya el-Fitri ni waombe ndugu zangu Waislamu, leo ni sherehe, ni siku ya kula, tumefuturu. Ni waombe basi wale wenye uwezo wawasaidie wale ambao hawana uwezo na wenyewe wapate kula vizuri, wawasaidie kuwapelekea chakula kama vile mchele, nyama, mafuta, na wao washerekee Idi vizuri. Na Idi hii ilikuwa tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30, na ni kama semina. Hii ilikuwa ni semina. Kwa hiyo ni waombe Waislamu waendelee kuwa na utulivu ule ule, kuwa na ibada ile ile na uchamungu, waendelee kufanya ibada hii, kuswali sala 5, kusaidiana, kuheshimiana, kupendana na Waislamu wenzao. Lakini tukaribishane, hata kama sio Muislamu, mkaribishe yeyote yule, kwa sababu leo ni siku ya furaha. Naomba tuipende dini yetu, tuipende nchi yetu ya Tanzania, lakini tuendelee kuiombea nchi yetu ya Tanzania dua, na tuwaombee viongozi wetu, Mheshimiwa Rais wetu wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini tuwaombee viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa Mufti wetu wa Tanzania na wengine. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, aendelee kutuongoza katika nchi hii yetu ya Tanzania katika Uislamu. Lakini tumuombee Mheshimiwa Rais na tumuunge mkono katika kazi anazozifanya za maendeleo za uchumi, ili aendelee kutuongoza wa vizuri. Niwatakie Idi Mubaraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.